Unapoona rushwa imetawala duniani, adui yetu mkuu ni dhambi. Unapoona uzinzi unatawala kwenye jamii zetu, adui yetu mkuu ni dhambi. Dhambi ameitafsiri Yohana kama uasi. Yohana anasema kwamba atendaye dhambi atenda uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Kila uasi unaouona katika jamii zinazotuzunguka, maana yake ndio dhambi yenyewe. Kwa adui yetu mkuu ni dhambi, lakini dhambi hii imekuwa na nguvu kuzidi hata kanisa. Hata sisi ambao ni wazao wa haki, wana wa nuru, hata nuru yetu tumeificha. Tunapotoka makanisani, nuru yetu hawaioni. Sisi ndio tumeteuliwa na Mungu ili kwamba tuanzishe kutengeneza njia kwa ajili ya ufalme wa haki ambao Yesu Kristo mwenyewe alikuja kuanzisha baada ya kutoa uhai wake mwenyewe kwa ajili ya kuwakomboa watu kutoka katika njia zilizokuwa zikipoteza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Yesu Kristo alileta nuru, akajiita yeye ni nuru ya ulimwengu. Lakini pia baada ya hapo Yesu pia akatuita hata sisi tunaoamini katika yeye kwamba ni nuru ya ulimwengu. Baada ya yeye kuwa kama nuru ya ulimwengu, tukiwa ndani yake tunaangaza na sisi duniani, kwa sababu yeye ni nuru ya ulimwengu na yeye anaishi ndani yetu. Kwa tukiwa ndani yake tunapaswa kuwa nuru ya ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunapoona dhambi imetawala, usio kwamba nuru imefichwa. Nuru imejificha, haitaki ionekane. Wale wengi hapa ni watumishi wa Mungu, lakini wakiwa kanisani, wakishafika kwa vioni wanakuwa wazinzi kama wenzao. Wakishafika kwa vioni, tamaduni zilizoko duniani ndizo wanazoziishi. Yesu anamwishi wakiwa ndani ya kanisa, wakishatoka nje wanakuwa sawa sawa na walioko nje ya kanisa. Mungu hapendi hivyo. Umeitwa kwamba ufanyike kwa nuru kwa ajili ya ulimwengu, ulete mabadiliko kwenye jamii inayoelekea kuoza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa shida ni dhambi. Dhambi ndio inasababisha mapigano. Dhambi ndio inasababisha hakuna maelewano. Dhambi ndio inasababisha amani hakuna, kwa sababu dhambi. Lakini Yesu alisema, mimi amani yangu ninawapa, ile niwapayo si kama ya ulimwengu. Kwa ndani ya Kristo ndipo tunaipata amani. Tukimpeleka Kristo mitaani, amani itatawala mitaani. Walevi na wezi na wale wanaovuta bangi wakiziacha, amani itatawala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shida ni dhambi, na dhambi tumeshaona ni uasi. Amen. Umeasi sheria ya Mungu, umetenda dhambi. Unajua Yesu alisemaje? Anasema, mkiwa ndani yangu na maneno yangu yakiwa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nami nitalifanya. Haleluya. Amen. Akasema pia kwamba aminini nawaambieni, haya mambo ninayoyafanya hata nyinyi mnaweza mkafanya hata zaidi ya haya. Haleluya. Akasema kwa sababu mimi ninaenda zangu kwa Baba yangu, sina muda mwingi wa kuyatenda kwa watu wengi zaidi, lakini nyinyi mliobaki mna uwezo wa kuyafanya haya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kilichosababisha tusiweze kuyafanya haya yote ni dhambi. Tunakuwa watakatifu siku za Jumapili, mida ya kanisani, mida ikiisha tunarudi duniani kama kawaida. Mungu hapendi hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kumweka mateka bosi wako. Ukiwa umeajiriwa na dhambi, hauwezi kuamuru wenye dhambi wakakuelewa. Haleluya. Kwa wewe kama dhambi bado inakutumikisha, maana dhambi ni bosi wako. Unajua mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa wewe utakuwa bado ni mtumwa wa mauti. Unajua sababu magonjwa bado yana uhai, kwa sababu sisi tuliobeba uzima bado tumelala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa tupeleke uzima huko mitaani. Tunapokuwa tukimzungumzia Yesu, ishara na maajabu zikiambatana na sisi, watamwamini huyo Yesu tuliombeba. Lakini ikiwa Yesu wetu ameambatana na sauti nzito nzito tu ambazo hazina matendo, watu watafuata makelele yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Jamani, najikutaka sisomi maandiko, mtanisomea, lakini nakutana na somo kwa mtanisomea. Kwa hiyo mnaandika kwa ajili ya kupitia tena baada ya hapa. Andika Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana wa kwanza 3:4. Andika pia Yohana
Yohana kama Yohana 15:1, alafu tutaweka mkato, utaweka 7 tena, mstari wa 7 maana yake. Kisha tutaenda Yohana 8:12. Yohana 8:12. Kisha utaandika tena Yohana 12:46. Kisha utaandika Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Kisha utaandika Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 16, Yesu ametutambulisha kama sisi kama nuru ya ulimwengu. Sisi kama nuru ya ulimwengu. Ukienenda katika dhambi, unaenda katika giza, umeikataa nuru. Katika giza kuna kifo, ambayo ni mauti. Katika giza kuna magonjwa. Katika giza kuna ajali. Katika giza kuna mapepo ambayo yanatawala wana wa giza. Usiwe na hasira kuliko kawaida. Zile tabia za mapepo zinakuwa zinadhihirika kupitia wao, kwa sababu wao ni wana wa giza. Sio wanatukana kuliko kawaida na midomo michafu kuliko kawaida. Zile tabia za mapepo ambayo yanakuwa yanamiliki. Kuna giza, kuna kila aina ya uchafu ambao Mungu alikuwa hajakusudia sisi tuishie huo. Ndio maana Mungu akamzuia kabisa Adamu asile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu hakutaka mabaya au sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo tunda lilifungua ufahamu dhidi ya mabaya. Mabaya ikawa na uhalali, ikawa na nafasi tena ndani ya mwanadamu. Lakini ashukuriwe Yesu alikuja kwa ajili ya kuondoa athari ya mabaya ndani ya mwanadamu. Alikuja kufanya matengenezo tena mahali ambapo uharibifu ulikuwa umeshatawala. Lakini hayo matengenezo ni kwa wale tu ambao wanaishi ndani ya Kristo. Haleluya. Wanaoishi maelekezo yake. Kuishi ndani ya Kristo sio kusema tu kwamba niko ndani ya Kristo. Kuishi ndani ya Kristo ni kuyaishi yale maelekezo aliyotoa yake Mungu. Ni kuishi katika utaratibu wake. Usimlaumu Adamu kula kwako kwa jasho, kwa sababu adhabu ya Adamu iliisha miaka 2000 iliyopita. Baada ya Yesu kuja, alibadilisha, alipindua meza. Haleluya. Alibadilisha kila kitu. Usimlaumu Adamu au Eva kwa kuzaa kwako kwa uchungu. Kuna vitu ambavyo bado hatujavigundua katika ufalme huu ambavyo vinaweza vikamaliza kabisa uchungu wa uzazi, kwa sababu hiyo laana mikosi ambayo mwanadamu alikuwa anastahili ilimalizwa kabisa na Yesu Kristo kwa kifo cha aibu alichokikubali msalabani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ndio mfalme Bwana ambao Yesu Kristo alikuja kujitwalia ukuhani na ufalme. Kwa nini sasa ufalme tunaishi maisha ya mateso, kumilikiwa na mapepo, kumilikiwa na wachawi? Wachawi wanatukalia wanapojisikia, kila maneno wanapotaka, wanasababisha uharibifu hata kwenye familia zetu, kwa sababu huyu ambaye ni ngome yetu tumemkataa. Haleluya. Jina la Yesu ni ngome imara. Mwenye haki akikimbilia huko anakuwa salama. Anakuwa salama dhidi ya magonjwa, anakuwa salama dhidi ya ufukara, anakuwa salama dhidi ya mauti, kwa sababu jina la Yesu ni ngome imara na limeinuliwa kupita majina yote.